Maisha ya binadamu ni kama maua, huchanua na kisha kunyauka. Taa iliyowaka gizani sasa imezima ghafla. Mwanga huu ulianza kuwaka Januari 7 mwaka 1945 na umezimika tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka 2025. Huyu ni Raila Amolo Odinga akiwa na umri wa miaka 80. Katika eneo la Maseno, Kenya ndipo mahali alipozaliwa. Baba yake Raila Odinga ni Jaramogi Oginga Odinga, ambaye alikuwa mmoja wa viongozi wa juu baada ya Kenya kupata uhuru, akiwa naibu wa rais wa kwanza, huku mama yake akiwa ni Mel Juma Odinga. Odinga alianza shule ya msingi ya Kisumu Union Primary na baadaye Maranda High School. Baada ya kuhitimu high school, alijiunga na Harvard Institute, sehemu ya chuo kikuu cha Leipzig, East Germany, ambapo alisoma na kumaliza masomo yake ya mechanical engineering. Pia alifanikiwa kupata master's degree ya mechanical engineering mnamo mwaka 1970. Baada ya kurudi Kenya, Raila Odinga alianza kazi kama mwadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi na pia katika biashara ya uhandisi. Alifanya kazi katika Kenya Bureau of Standards na alipata cheo cha Deputy Director mwaka 1978. Katika miaka ya 1980 nchini Kenya, utawala wa Rais Daniel Moi, Raila alikabiliwa na changamoto kubwa za kisiasa. Mnamo mwaka 1982 alikamatwa bila kutolewa mashtaka rasmi kwa madai ya kuhusika katika jaribio la mapinduzi, akiwekwa gerezani kwa miaka 6 bila kushtakiwa. Wakati huo ndio alianza kuingia katika siasa za nchini humo, huku akionyesha kutounga mkono sera za chama kimoja, one party state, na akakamatwa tena na kuhojiwa juu ya kampeni zake hizo. Nyota ya Raila iliendelea kuwaka katika siasa na kumfanya kuwa mbunge wa Lang'ata. Mnamo mwaka 1992 alipitia hatua kadhaa kama waziri ndani ya serikali. Mwaka 2001 hadi 2002 alihudumu kama waziri wa nishati. Pia alihudumu kama waziri wa barabara, majengo ya umma na makazi, roads, public works and housing. Katikati ya mapinduzi ya siasa ya Kenya, nafasi kubwa ambayo Odinga amewahi kuishika katika serikali ya Kenya ilikuwa mwaka 2008 hadi 2013 ambapo alihudumu kama waziri mkuu. Katika siasa na demokrasia, Raila Odinga alichangia sana harakati za kuanzisha mfumo wa vyama vingi, akipinga sera ya chama kimoja iliyokuwa ikitekelezwa na utawala wa Rais Moi. Alishiriki pia katika kura ya maoni ya katiba mwaka 2005. Aliongoza kampeni ya no dhidi ya rasimu ya katiba ambayo wengi walisema itazidisha nguvu za rais. Raila Odinga alikuwa mwenyekiti na mwanzilishi mkuu wa chama cha ODM, Orange Democratic Movement, mojawapo ya vyama vikubwa zaidi vya kisiasa nchini Kenya. Mwaka 2010 Kenya ilipitisha katiba mpya ambayo iliweka mwelekeo mpya wa serikali, haki za watu, uwazi na uendeshaji bora wa uchaguzi. Odinga alikuwa mmoja wa viongozi wa siasa ambao walipigania marekebisho hayo. Kwa miaka mingi, Raila Odinga aligombea urais nchini Kenya, lakini hakuwa na ushindi kamili. Alishindwa chaguzi kadhaa, lakini matokeo yake mara nyingi yaliibuka na utata na madai ya kasoro katika mchakato wa uchaguzi. Raila pia alijulikana kwa ucheshi mwingi, kuongea kwa mashauriano na kuwa na uwezo wa kuhamasisha watu wake. Alipelekwa India tarehe 4 Oktoba mwaka 2025 baada ya kupata udhaifu wa kiafya, minor stroke, nchini Kenya. Alipata huduma ya matibabu katika hospitali ya Mumbai kabla ya kwenda India Kusini katika kituo cha matibabu cha Kerala. Taarifa rasmi
zinaeleza kuwa sababu ya kifo chake ni shinikizo la moyo alilolipata wakati wa matembezi ya asubuhi katika eneo la tiba. Raila Odinga ameacha urithi mkubwa kwa Kenya na kwa Afrika kwa ujumla, hasa katika suala la kuleta na kutetea demokrasia, katiba bora, haki za binadamu, uwazi katika serikali na kuhimiza uwakilishi na sauti za wapinzani. Alikuwa kiongozi wa muda mrefu wa upinzani. Alikuwa ni sauti ya wale ambao walihisi hawawezi kusema chochote, na alikuwa tumaini jipya katika mabadiliko. Pia alifanya mabadiliko ya kikatiba ambayo hayakuweza kufanywa kwa urahisi, kama sheria mpya ya katiba ya Kenya ya mwaka 2010, kuweka mfumo wa mahakama huru na haki za makundi yaliyokuwa yakipata ubaguzi. Raila Odinga alikuwa mtu wa msimamo wa kutetea haki za demokrasia, usaliti na changamoto, lakini pia ujasiri wake na kukabiliana na magumu. Alikuwa na maono ya Kenya ambayo ilikuwa na uwazi zaidi, haki zaidi kwa wale waliokuwa chini ya mfumo, na alipigania hilo mpaka mwisho wa maisha yake. Kifo chake ni hasara kubwa kwa siasa za Kenya, lakini historia itaandika mchango wake na jinsi alivyopambana kwa ajili ya taifa lake. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter.